tukiwa kwenye barabara ya kuelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwenye barabara yenyewe kuna watakaofika, kuna watakaotuacha njiani. Hili kila mmoja aliweke kwenye akili yake, japokuwa sio maudhui, huu ni utangulizi kwa kule kuona twasitiri wenzetu kila siku kwa ugonjwa na kwa afya, tukawa na tahadhari ya kuwa wale wenzetu na sisi kama wao. Je, kwenye huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tutakuwa wenyeji wa kupokea ama utaingia hatuko? Atakapopitisha Mungu ni haki na usawa. Sisi tu tunamwomba Mwenyezi Mungu atufikishe katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa salama salimini. Na mutu wa ayyamu na tadhhabu wa nal'abu wal mautu la yarham. Tunakufa na siku zinapita na tunacheza na mauti hayana mchezo. Atukhatimishe Mwenyezi Mungu kwa hatima njema. Hili ndilo la kuomba. Hotuba yetu ni silsila ya mambo manne ambao ukipata moja wapo yote yalokukosa katika ulimwengu hamna kitu. Kwa maana ulimwengu na raha zake zote na utamu wake wote na starehe zote zilizoko na milki zote zilizoko kwa mwanadamu, zote si chochote si lolote ukipata moja kati ya manne haya, ama ukiyapata yote manne kwa jumla. Hotuba iliyopita tukasema hifdhul amana, kwanza kuhifadhi amana. Tukaona tuliona katika hilo la kuhifadhi amana hakutoka mtu, na nafikiri tulikubali sote hakuna alotoka katika kuhifadhi amana ama kuwa mwaminifu isipokuwa alorehemewa na Mungu. Leo ni la pili, ni sidqul hadith, ukweli wa maneno, ukweli wa mazungumzo. Je, na kwenye ukweli wa mazungumzo mtu akiwa nalo hili pia ukweli, akiponyokwa na yote katika dunia hamna joto, ni kweli. Kwa nini ni kweli? Kwa sababu yamesemwa na mkweli, as-sadiqul amin, neno lake lisiloanguka huwa mkweli. Sasa sidqul hadith huwa mkweli, hilo la pili. Limadha kuwa mkweli? Lianna najata fi sidqi, kwa sababu siku zote ufaulu uko kwenye ukweli. Kufaulu uko kwenye ukweli, na Mtume habahatishi katika kunena. Ndipo tukawatotakiwa aliyoanena Mtume tuyakite kikweli. Mtume habahatishi katika kunena. Sidqul hadith, ukweli wa maneno, ni uokofu mkweli. Huokoka mtu kwa ukweli, huokoka mtu kwa ukweli, na kinyume chake huanguka mtu kwa uongo. Na kuna tarehe ya waliofaulu kwa sababu ya ukweli, na kuna tarehe ya waliofeli kwa sababu ya uongo. Kabla ya kwenda, na sitaenda kwa urefu, sisi tulioko hapa sote, kuanzia khatibu juu ya mimbar mpaka nyote mamu, tuko kwenye hili linaloitwa la ukweli. Sijasiri kusema hatuko sote ama tuko sote, lakini niko na msimamo ya kuwa wengi wetu si wa kweli na wako si haba ni wa kweli. Maana tazuka swali, mimi ni mudiri katika markaz, ni mkweli katika kazi yangu?
Wewe ni mwalimu mwingine yoyote katika madarasa yote, ni mkweli katika madarasa yako? Headmaster katika mashule, headmaster ni wakweli katika kazi zao? Walimu wa vyuo vikuu ni wakweli katika kazi zao? Wewe ni mkweli katika biashara yako? Wewe ni mkweli katika ufundi wako? Pengine mtasema ni Jumaa ya pili utaja mafundi, no problem. Ni mkweli katika ufundi wako? Ni mkweli katika kuchonga kwako? Ni mkweli wewe katika kazi yako ya wiring? Ni mkweli? Ni mkweli katika hilo? Ni mkweli katika biashara yako? Ni mkweli katika kuamiliana kwako na watu? Wewe ni mkweli katika kukopeshana? Wewe ni mkweli katika kulipa? Chukua dira. Ikiwa upo hapo, ndiko kufaulu kwako. Wamefaulu wengi kwa kweli, bali hebu linalokuja kwa kulikumbuka, wewe ni mkweli katika uraisi wako? Wewe ni mkweli katika ugavana wako? Wewe ni mkweli katika useneta wako? Wewe ni mkweli katika udisi wako, upisi wako, uchifu wako, uzee wako wa njaa? Wewe ni mkweli? Hakuna kushika mambo nusu nusu, kushika ukweli kwenye, uongo kwenye. Hapo ndipo kwenye yote, kwa sababu ni mada Mtume anaowatanganya watu wote. Wewe kweli ni mkweli katika wanasiasa wako? Wewe ni mwanasiasa, ni mkweli katika siasa zako? Ama kila kupita kwako wataka kupita kiuongo, watu kukuandama ili wakupe kura mpaka uwadanganye? Ni maafa makubwa, ni maafa makubwa waliosibiwa watu wengi, japo si wengi, isipokuwa rehema. Basi ukienda kwa hawana siasa, astaghfirullah min kulli dhanb, waongo wa kupigwa vilemba, warongo, nasema mwazi na Mungu analisikia, waongo, isipokuwa rehema na Mungu. Ukiwa mkweli kwa jambo wafaulu kwa jambo, ukiwa muongo kwa jambo. Angalia wewe ukija kuomba, ule kuomba kwako ni mkweli katika kuomba kwako? Ama imekuwa kapu sasa? Kapu za maisha sasa ziko kwenye misikiti, na kapu za maisha ziko katika mtu kunena uongo, na kapu za maisha ziko katika mtu kumuua mamake na babake. Wallahi billahi Allah, aliyokuja Mungu amuongoe na atuongoze sote, kwa sababu duniani mtu aishi kumbwa. Wallahi alianza inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Subhanallah, mama ashatuacha. Nikasema nikimbilie angalau tupate uokofu, ni wahijeneza Malindi baada salati. Na hapo uniambia ni saa 5:30. Hata kama mimi au mwingine yote huingia sasa kutoka mwichuni, lakini hunambii saa 5:30 nataka kwenda kuiwahi jeneza Malindi. Pengine uwe na private helicopter yako, au si utampata hata kana baada ya dakika 15. Rohoni kumwambia sasa, hunijepigi ungwana. Basi moja kusema kwamba nyosha mikono tuchedo. Sasa akaona huwa ameniweza, nyosha mikono, nami pia ningekuja kuzika, lakini Allahumma ighfir laha warhamha. Imekuwa mpaka ufanya watu vachilie watu dua ya kufa na watu wako jikoni upika nte. Twenda sivyo sisi, na mtaki kuambiwa. Na kuna wengine tukisema hawa, hata hilo jito analolitoa ni jito la ukora, la utukifu, na yajua mimi yote. Sema tayari atawizi, kwa sababu kuna sidqul hadith, na sidqul hadith ni ukweli, na ukweli leo hakuna. Hivi sasa naweza kwambia watu walikuwa na imani, toa jengwa msikiti, toa jengwa madrasa, toa nini,
mpaka wenyewe wametambua hivi sasa twajepewa kwa uongo. Wengi katika Waislamu ni hivyo. Waweza ukenda New People House ukaivuta kwa mbali ukaipa madesign kisha ukasema umefika hapa, lakini una bili kweli kweli ya moto kwenye madarasa hii na boarding hii. Na Mwarabu wakati huo alikuwa ni Mwarabu, teza ngoma kiongo toa tu. Na sasa umeshtuka aje na kikapu cha sinti. Kuja na kikapu cha sinti ni kuichonga zaidi ile, kisha pige tena picha, nishapiga rangi ile. Ni hivi is wrong jamani, twenda sivyo, na afadhali kuwekwegea. Sasa tuchecheni ama tupachane. Sidqul hadith, ukweli wa maneno ambao wengi ni waongo. Na hii Ramadhani hivi sasa mwezi wa ukweli, wenye kufunga badala ya kuwa wa kweli waongo, kwa sababu watapanguza sikukuu, watakata isitoke, kwa sababu mamama nao yes tutaka nguo za kisasa. Basi afadhali nendeni kanene uongo, ukijua ya kwamba uongo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume asema una haja gani ya mtu kuwatakula na kuwatakufunga ikiwa kuendelea uongo? Ni kweli ama si kweli hivi? Nataka jawabu, ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Ijumaa haliharibiki, kwa sababu haya tiba ya magonjwa yetu, wengi wetu ambao ni waongo. Ndio tukawa hatufaulu kwenye misikiti, hatufaulu kwenye madarasa zetu, hatufaulu kwenye nyakafu zetu. Limadha? Kwa sababu mtu akitoa motion wake ya kuwa nataka wakfu, kwenye wakfu huwa kuna mambo fiche, kwa sababu kikapu cha udanganyifu imekuwa ni maisha ya wengi wa watu wetu. Tusikilize sharia na Mwenyezi Mungu atupe istikama hivyo mpaka tuondoke katika dunia hii. Tuambianeni, hata kama yatanihusu mimi mwenyewe, ili nipate kujirekebisha. Hii ndiyo principle zangu. Hapa nimeona ni ukweli, hata dunia ikanifanya mimi ni uongo, I don't care. Tumepitiwa na mengi, ndivyo sivyo? Na hatuko huko, lakini tukakita tunavyoamini, tuamini hivi ni hivi, hata dunia nzima, Kenya nzima ikawa yaamini hivi, ni shauri yenu. Tumeelewana? Tusendeni hivi sana. Yakatukumbusha yafaa kuzikwa, yasitoki tena harufu yako, kwa sababu tu ya udanganyifu, kwa sababu tu ya uongo, kwa sababu tu ya kuamini bila kuchunguza, ya kuamini bila kuhakikisha. Lianna an-najata fi sidqi, ukweli uko katika kuokoka kuko katika ukweli. Sikiza waheshimiwa wanavyosema, as-sidqu zinatul akhlaq, ukweli mpambo la tabia. Mwangalie mtu mkweli, tabia yake kwa nzuri kuliko wewe mwenyewe utablosha. Ukweli umeshibisha, ukweli umentoa kiwa kila kitu, chochote kwangu ni sawa, bora nisimame ukweli. Na utamkuta mkweli ataishi katika dunia hana matatizo, na yakitokea matatizo kwake si matatizo. Kwa nini? Kwa sababu nakwambia ninaloliamini. Hana mishingi 500, samahani rafiki yangu, kama nazo ningekupa hivi sasa. Sina, finished. Lakini na una tanduru wa chungu, lakini kwa uchicha mikono mfukoni ukatufanya mabobi shale mataburo. La, ukitoa umetoa makaratasi tu ya rasti za madeni, hizo noti. Lakini kama ulimwambia tu 500 sina, basi aweze kuombea Mungu atupe sote, mkenda zenu. Au ifanya ni mbabe, bwana sasa alasiri leo sitoki nyumbani, alasiri ya leo Juma, alasiri mpaka mfungo tatu, ila alasiri itakokuwa bado hujapata, basi alasiri zote hujapata shilingi ya matu. Nani anaipata bunduku? Twajitia niki wenyewe kwa sababu ya shitaha nyingi. Lakini wakati mwingine hawa wanadamu watakopiga billahi, ondoshe shitaha, ubaki wewe tu na Mola wako mlezi. Tuko sawa jamani? Tusonge.
Wa manbatul fadhail, ukweli ndio matokeo ya fadhila, matimbuko ya fadhila, mimea ya fadhila. Fadhila nyingi humea kwa sababu ya mtu kuwa mkweli. Wa umududdin, ni nguzo za dini. Mkweli akiwa mkweli ni nguzo za dini. Wa ruknul murua, ndio nguzo za murua. Mwangalie mkweli ana murua, lakini asokuwa mkweli hana murua. Asokuwa mkweli takuomba tu kibirimifu, asokuwa mkweli taua tu hata babake, asokuwa mkweli tachoma tu hata nyumba yake. Na hakuna hatari kama moto. Tutakuja kutoa hotuba ya kuhusu moto alivyozungumza Mtume. Huu moto wa duniani washao majumba yetu. Mtu mbwa kutemka kusema nimechekechelewa na zote, sina pa kulala. Astaghfirullah jamani, kuna nafali kunali fali kunali kuna unalolinena likapicha wako malaika hapo hapo. Ukisema kasema amin na dua ya malaika hairudi. Mbona tuko hia sisi wachuhawa wanaoita ummata Muhammad? Ati maisha ya udanganyifu, kisha tuifanya watu wana dini. Na ukiona mchocho una dini, pengine umesenda ndevu nyingi. Ndio hizo ndevu nyingi ndio kikomo cha dini. Ati wachu dini ni nguo imepanda kana kwenye magonjwa. Ingabe kwa hilo ndio dini koma hapo. Twendeni ndivyo. Twendeni usawa ili tupate usawa katika maisha yetu ya dunia. Mtume atuambia nini ili tupate bandari? Kila mmoja itie, tukitoka iulize, ukiruka kizingiti, imi ni kweli ama ni uongo sote. Tukimaliza kuswali, ukitoka pale sema, wewe mwenyewe tose, imi muongo ama ni kweli? Nimewahi kudanganya ama nimewahi kusema ukweli? Jiulize. Shati kwende hivyo sasa. Jiulize ili ujijue mwenyewe. Na ukijiona sema imi muongo kweli kweli. Neno upweke na nafsi yako ili usisikike. Watu wakapeana tahadhari, ule usende kumwambia lolote kwa sababu muongo. Nimekwambia ukitoka jiulize wewe mwenyewe. Wengi wetu ni waongo, ni wadanganyifu, ndipo za haramu zikawa nyingi majumbani mwetu kwa sababu kupeleka kwa misingi ya uongo. Mtume atuambiaje? Mtume atuambia hivi, atuambia alaikum bisidqi, ilazimisheni na kunena ukweli. Fa inna sidqa yahdi ila albir, ukweli humuongoa mtu katika wema. Sikia vizuri. Wa inna albirra yahdi ila aljannati, na wema humuongoa mtu kumpeleka peponi. Hizi kiusomi nimegundua kwenye kupitia vitabu vyetu. Aliposema jilazimisheni na ukweli, ukweli hukuongoa kwenye wema na wema hukuongoa kwenye pepo. Hizi zinaitwa alwasailu. Watu wa usulul fiqh wasema alwasailu laha ahkamul maqasid. Alwasailu, barabara za kukupeleka, laha ahkamul maqasid, kupewa hukumu za makusudio. Sawa? Zile barabara ambazo waziandama kwenda kufikia katika wema, barabara zote hutuandikiwa thawabu mwema. Mfano natuma nataka kwenda hija, fanya kibarua hiki nini, kwenda kutoa passport, kwenda kupata maviza, hayo yote waambiwa ni wasail, na zote wapata thawabu kiusomi, si kiujahili. Maana jahili za bahili, ukenda kutoa pasipoti wapata thawabu. Kusoma, lakini wewe hujui hata tena vitone vingapi, utanichomoa. Kupata thawabu ukenda kutoa pasipoti. Kwa nini? Lengo langu natoa pasipoti nenda kutafuta kazi za halali. Umeona hata watu wa kazi kisheria wamezungumza na Rasul, ni wao tu hawaichambui maskini. Watoa pasipoti hapa, mrembo alikuwa huniua roho wangu Kenya, ameondoka sasa, imekuwa makao yake ni Omani. Natoa pasipoti na muandamia huko. Hizo kutoa pasipoti kwako wapewa madhambi. Ote huo ni utaratibu
wa mtu kushika kitabu si kubahatisha kuivurumiza kwenye mambo, na ukiambiwa soma ni lazima kusoma, ni lazima kusoma. Kwa nini sio lazima kusoma? Ili ufikie kwenye mahitajio yako, ili upate thawabu kwenye harakati zako. Hizo tumezipata ni alwasailu laha ahkamul maqasid. Akaendelea Mtume, wala yazalu rajulu yasduqu, hatoacha kuwa mtu mwanamume. Lakini akitiwa mwanamume sio kwamba kwa mwanamke hayuko. Hapo ndipo pahala pake, huyo ndio anayetoka kuwataka alete riziki. Sasa hilo la kuleta ruzuku imma litaandama yao wa ukweli, litoke kwa mfumo wa ukweli, ama litaandama yao wa uongo na itoke kwa mfumo wa uongo. Mwanadamu huu hawe hafanikiwi kwa lolote kwa sababu ya uongo. So naweza kusema hivi, pengine kwenye kuwatakufanikiwa kwetu, pengine kuwatakufaulu kwetu kwa sababu sisi waongo hata kwenye kazi za halali, pengine mbaongo hata kwenye kazi za halali, lakini kazi ni halali na wewe ni Muislamu ukaifanya kwa misingi ya ukweli. Kwa nini tusitajiriki? Kwa nini tusiwe na akili? Tutaketi tu sisi ndio Wasomali na ukweli wao katika biashara, ndipo wakashikana wao kwa wao kiukweli, na hakuna anayemkini mwingine. Lakini hatusemi wote, wako pia kwa sababu penye mwema kusema. Lakini hateni uhasidi kama Wasomali wengine ni wavivu, mtaketi maskani tu, ni mvavivu, mwataka kuomba tu, nyinyi mwataka kula za uongo tu, nyinyi mwataka kula za kunyang'anya tu. Mtu hunyang'anya mtu kwa misingi ya ukweli, kwa misingi ya uongo, na ajua na mnyang'anya tu kitu hiki si changu. Au vipi? Ni kweli ya teni nitakuja katika kunyang'anyana ardhi, na mtu ajua ardhi hisi yake, lakini akasimama kidete hadi hajakufa, ajitetea kufa kupona. Hii ni yangu, niitukue ni yangu, na wallahi billahi tallahi si yake. Utachoma watu kweli kweli, lakini tutajuana huko. Siku ambapo Mungu asema yawma tubla sarair, siku ambapo Mungu asema hadha yawmul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun. Hakuna ruhusa kuogopa kusema lolote ambalo ni kweli, hata kama litamhusu nyao na shoe. Toyib, Mtume kisha afunga vipi khutba yetu? Mtume afunga kwa kusema wa inna wa iyyakum wal kadhiba, na watahadharisha nyinyi na uongo. Tena nyinyi ajua kwamba kuwa waongo ni wengi, na watahadharisha nyinyi na uongo. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, uongo humpeleka mtu katika uovu. Kweli ni huo uongo mpaka humuua mamako, humuua babako. Ni muongo, huja na makaratasi hapa, nataka nchango kinamna yote, nataka kwenda hapo Moshi tu, na ni muongo na nguvu zako. Na wakati ukizungumza wazungumza kama kwamba na pumzi pia hazitoki. Salala, sio mchezo sio. Mwanadamu ni mtihani katika maisha yake. Na mitume pengine, sisemi guarantee kwa sababu sijaona hivyo, lakini pengine hawa mitume kuambia pichani mutunge mbuzi, pengine ni training zile, kwamba utanena mbuzi ana tabu, lakini wenda kupewa jukumu useme afadhali mbuzi. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, uongo humpeleka mtu katika uovu. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, na uovu humpeleka mtu motoni. Hizo ndizo zisimama alwasailu laha ahkamul maqasid. Wa inna rajula, na hakika mtu, wala yazalu rajulu, na hatoacha kuwa mtu mwanamume, yakdhibu, ananena uongo, wa yataharra alkadhiba, na anataka kunena uongo. Kuna jambo waweza kuona hapa nikinena kweli mambo atakuwa hakuna wasiwasi, uchie subiri ya uongo yaharibike yote mpaka wewe mwenyewe ujute. Si afadhali kama nimwambia ule kweli? Tumefahamiana sana. Ukimwambia ukweli ni ndia fupi sana, ni kadhaa basi,
Mimi nikikwambia sina, lazima unielewe sina, kwa sababu mwanadamu sina haki ya kuwa nacho siku zote. Lakini leo ni balaa kubwa mwambie mtu sina. Mwehu mmoja alimuomba Sheikh Msallam pesa. Sheikh Msallam katika mfuko wake ikawa ziko kama 400 hivi. Kweli nayo kwa mbele za haki, Mwenyezi Mungu amrehemu Sheikh wetu. Akatukua akampa. Basi Sheikh Msallam amwangalia, na yeye mwenyewe kwa sihaba mashallah, kwa akili kana nas kitungua. Akavotembea na hizo zangalia. Kana tezo karata. Sasa ile kuzivucha amekasirika, mbona 400? Na Sheikh ashanshtukia. Mafumu. Mara kenda akampata mwenzake. Kamba sana muomba Sheikh pesa. Muonyesha amempa 400. Ulikuwa nazo hizo 400? Ulikuwa nazo? Ndipo siku moja katika maelezo tueleza, siku hizi huenda ukafanya wema ukapata dhambi. Kwa nini? Kwa sababu unaifanyia wema atasababisha wewe upate madhambi. Nimekupa 400. Una ngapi? Sinti na ngapi? Ule nakwambia ajulikana Saudia kweli, nawe nenda ukajulikana. Shida iko kwapi? Nenda. Ule amepata kweli, amejenga na manenda upache ujenge majumba na magari. Kupacha tonchu, hakuna sababu za kutefuta kupacha, lakini hii yote ni kitu kinachoitwa uhasidi, na hasidi hana sababu. Wazi. Sasa ukweli ndio humfelisha mtu na urongo ndio ukweli ndio humfaudisha mtu na urongo ndio humfelisha mtu. Hebu tutoke sote tuwe wa kweli, tuamue kubadilika. Mimi kwenye kazi yangu kweli, kwenye kusomesha kwangu kweli, kwenye kuomba kwangu iwe ni ukweli, kila kitu kiwe ni ukweli. Na atokapo mtu kukwambia Sheikh, hapo kidogo umefanya blala, Allahu Akbar, ukamilifu ni wa Mungu, ni kweli, unarudi kwenye dira. Waislamu wangekuwa si mfano kwa matajiri katika dunia hii. Mbona koko watu hawana chochote? Kwa sababu maisha ya dafarau ya kupata hivi sasa kwa kuomba kiuongo, kesho na pangaramani tambika dafarau nani? Tubadilikeni, Mungu atubadilishe. Mtume hasemi kitu kwa kubahatisha, anasema kwa ufunuo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Na uongo humuongoa mtu kwenye fujur, na uovu humpeleka mtu motoni. Wala yazalu rajul, hata atakuwa mwanamume, yakdhibu, asema uongo, wayataharra alkadhiba, na anachegua kutaka hilo kufanya uongo, hata yuktaba inda Allahi kadhaban, mpaka andikwe mbele ya Mungu kadhab. Haya naambia jamani, ikisha kuandikwa kwa Mungu, huko kwa Mungu, nimemwandika mja wangu huu ni kadhab, jirongo, utanena ukweli hata ukanitolea salamu kama imeandikwa, nchi utafanya shaka, lakini hii salamu ndio ukweli ama, na utashangaa nikisema hivyo, na ndivyo hali ilivyo. Kuna watu ni waongo kweli. Ash-Sha'bi asema wenye kuhatimisha kifungu cha pili cha kukupa wewe kufaulu hata ukikosa yote ya dunia, asemaje? Alaika bisidq, jilazimishe na ukweli. Haithu tara annahu yadurruka, kwa namna utakavyoona ukweli utakudhuru, fa innahu yanfa'uka, lakini ukweli utakunufaisha. Wajtanibil kadhiba, jiepushe na uongo. Haithu tara annahu yanfa'uka, kwa namna utakavyoona uongo utakunufaisha, fa innahu yadhurruka, lakini uongo utakudhuru wewe. Kiuongo, angalia kana wale watu baroda pale mpaka kwenda nini, si mnajua bwana, barabara zetu za Mombasa, siku ya Ijumaa imekuwa ni siku ya, sisemi ni siku ya aibu, siku tukufu ya watu ambao wanaleta aibu kwenye siku tukufu.
huvaa ninja asostahiki kuvaa ninja. Nini? Uongo wao. Wamebeba watoto wengine, wanatumwa, gari kisimama, hebu niambie, ule mtoto, kuna pia wenye imani hata kwa hao waongo, ampe ule mtoto, basi ule mtoto maskini atainukia, pana njia ya rahisi nyepesi ya kupata pesa, basi hasomi, hatafuti kazi, hafanyi chochote, kwa sababu wameona kuanzia usubuhi mpaka jioni tapata 3,000 2,000 mwana, na pengine mamake hampi kitu chochote, hafanyi kazi kabisa. Mwafahamu? Ndipo Said Mabruku unamtaja, sina wasiwasi naye, tukiwa tuko barabarani, akigongewa kufungua kioo, mwambie mamako akupeleke shule. Mwambie mamako akupeleke shule. Sasa hawa ndio wale wakiinukia, wakikosa wataka senti za dafarau, kisha kuokotwa na maprofesa wawizi, wanaingia katika mfumo huo. Mwenyezi Mungu awahifadhi watoto wetu. Lakini lazima sisi Waislamu wazazi tuwe makini, tuateni uongo. Sisi tusiwadanganye wake zetu, sisi waongo kwa wake zetu wengine waongo kwetu, ndio mambo yakachifuka na yakaharibika. Tayeb, kisha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu asema, kad yablughu as-sadiq, huenda kafikia nsema kweli, bisidqihi, kwa ukweli wake, ma la yablughu al-kadhibu bihtiyali, basi pofikia muongo kwa hila zake. Muongo na hila, kwa sababu lazima afanye hila ili awin katika lile jambo lake. Yakulu shair, shairi na akasema, awid lisanaka qabla as-sidqi tahwa bihi, uzoeze ulimi wako kunena ukweli, tabahatika nalo. Utabahatika kwa ukweli ukiuzoesha ulimi wako. Usimwambie mtu njoo kisha mali atakuwa ataingia na una hakika hayataingia. Wewe una guarantee pote, akwambia kesho mali yako atatoka, usiwaambie wateja wako kesho, nina tamaa ya kesho lakini sijashika moja kwa moja, manake kote huko niko kutaja uongo kwao, na kila mtu huchengeza uongo ili apate kujepa. Mwisho ni ijma'i ya wanavyoni, na ijma'i ni moja katika masadiru tashri'. Ajma'a ahlul ilm, wamejikusanya wenye elimu, ala anna as-sidqa, kwamba ukweli huwa asasul iman, ni msingi wa imani, wa tariqun najati, na ndio barabara ya kuokoka. Wabihi, na kwa ukweli, tumayazu ahlun nifaq, hupambanuliwa watu wanafiki min ahli iman, watu wa imani. Ukitaka kunjua nafiki, angalia katika ukweli tu, wacha ile blanda ya kijinga ya bangi, nafiki ndio zile zilikuwa mbangi. Lakini ukitaka kunjua mtu mkweli, muangalie katika kunena kwake tu, wewe utapambanua huyu ana ukweli na huyu ana uongo. Si nifaki tu mtu kusema kwamba mwenzake ni mnafiki na wewe mwenyewe hunuka unafiki, pengine na ukoo wako wote hunuka unafiki. Unajua Mtume utupeleka mbali katika masala ya sherehe. Take care. Utakunjua mtu nafiki, pambanua kwenye ukweli katika kunena tu, na kwenye ukweli katika kuahidi tu, utamjua huu ni mkweli na huyu ni mnafiki. Wabihi tumayazu ahlu nifaq min ahli iman. Sentence za mwisho, wasukanu ljinani min ahli niran, ukweli hupambanua watu wa peponi na watu wa motoni. Umeona, waweza kuingia motoni kwa uongo, nawe ni muongo wa kupigwa kilemba, lakini mdomo wako mchafu wa kuwaita watu waongo. Fahuwa saifullah fi ardi, ukweli ni upanga wa Mungu ardhini. Kweli si kweli? Mwambie mtu ukweli, atachacha nawe, wewe swali wewe ukweli. Ndipo mpaka ikaja katika maandiko, mwambie mtu ukweli japokuwa ni utungu mkweli. Manake mwisho mtu aweza kumwambia hivyo unavyofanya si unajua, sawa, basi hebu nyamaza. Kinyamaza nawe hubakete, huibadilishi. Na kuna watu ambao wewe unawapiga dafarau, unawaharibia maisha yako. Tuweni wa kweli. Neno la Mtume
Kisha akasema waqad hatha salaf wamehimiza, masalafu wa ukweli, wale masalafu wa ukweli wamehimiza. Kwa sababu nikisema masalaf simaanishi salaf mfuro, akikupita toe salamu nini achinkeli nini achinzahaba Nasema masalaf walosimama kwa usalaf, tarbia, maneno, ukweli, muamala, ibada, kila kitu. Hao ndio ninawakusudia. Tayib, hatha salaf wamehimiza nini? Ala tahrimihi fi kulli hal, kuharamisha uongo kwa kila hali. Hatta qalu, mpaka wakasema, alayka bisidq, jilazimishe na ukweli. Wa haithu tara annahu yadhuruk, namna utakavyoona ukweli utakudhuru, fa innahu yanfa'uka, ukweli utakunufaisha. Hili ni la pili katika ambao ukikosa ya dunia hujakosa kitu, maadamu unakuhifadhi amana na unakuzungumza ukweli. Tuyangoje mawili atakaobakia kwenye siku njema zilizotukabili, zitufanye wa kweli ili saumu iwe ni ya kweli. Tusiwe waongo tukawahufunga na kumbe hatufungi, na kesho Mungu akwambia hukufunga hata mwaka mmoja, utambukele iweje na kila Ramadhani nilikuwa ninafunga. Mungu asema katika suratul Fatiha, qul afanunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. استغفروا الله. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.